Yes, Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Katika jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa asubuhi njema ya leo Mungu ambao umetupatia kutupatia zawadi hii ya uhai. Asante Bwana kwa ajili ya msikilizaji huu wa Bado Kuna Ushindi TV pamoja na Esther Masanja ambao wanaenda kutupatia nafasi hii ya kulisikiliza neno lako katika jina la Yesu Kristo. Sema nasi Roho Mtakatifu. Amen. Na kusalimu popote ulipo mtazamaji wa Esther Masanja TV. Nipo hapa tena kuendeleza kile tulichokianzisha siku ya jana. Nilikuwa nazungumza kwa ajili ya kutambua nafasi yako. Nilikuwa nasema kwamba watu wengi sana hawapati mafanikio. Kuna hasara katika kutotambua nafasi yako. Hasara ya kwanza, unapokuwa haupo kwenye nafasi yako, moja kwa moja unajikuta kila unachokifanya unafanya kwa kufosiwa, sababu kile kitu kitoki ndani yako. Hasara ya pili unayoipata, haupati faida kwa sababu haufanyi kwa moyo wako. Kwa hiyo hata faida haitarizia tena. Haleluya. Kwa hiyo jitahidi sana usipoteze muda katika kufanya kitu ambacho sio nafasi yako, ama kukaa katika nafasi sio yako. Hakikisha unakaa kwenye nafasi ambayo ni yako. Na ili ujue kwamba hii nafasi ni yako, ni kwamba kile utakachofanya kina faida na hautaforsiwa kufanya hicho kitu. Haleluya. Biblia inasema Yesu alipokutana na Petro, alimkuta Petro hajapata samaki, anamwambia bwana mkubwa, tumekesha usiku kucha tujapata chochote. Kwa nini hao watu hawajapata kitu chochote? Kwa sababu tu Petro sio nafasi yako ya kuvua. Kwa sababu hatujawahi kusoma popote ambapo Petro alivua samaki wengi. No, lakini tunakuta tuseme ambapo Petro alalamika kwamba hatujapata chochote. Ili ujue kwamba hiyo nafasi sio yake, ni kwenye mstari wa 10 wa 9 na wa 10 wa sura ya 5 wa Luka 5:9-10. Biblia inasema hivi: maana alishikwa na ushangao yeye na wote waliokuwa pamoja naye kwa sababu ya wingi wa samaki walioupata. Na kadhalika Yakobo na Yohana na wana wa Zebedayo walikuwa washiriki wa Simoni. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Kwa mantiki hiyo, kuvua samaki Petro sio kazi yako, lakini kazi yako uliacha kuvua watu. Na ndio maana Petro alipoacha kuvua samaki, ni mtu tunamjua Petro si kwa sababu ni mvuvi, lakini tunamjua Petro kwa sababu ya utumishi aliofanya. Kwa hiyo Petro, watu ukivua samaki hatutakujua kwa sababu sio nafasi yako ya kuvua samaki. Lakini Petro, ukitembea na Yesu, ukimsaliti, ukajirudia, ukafanya hiki na hiki, tunakutambua. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ndiyo nafasi yako. Haleluya. Kutaka sana na wewe kutafuta nafasi sahihi. Simamia nafasi yako sahihi. Haleluya. Bila hivyo unapoteza muda wako bure. Bila hivyo ndio maana kazi nyingi watu unafanya kazi kwa miaka hiyo wanakuambia unajua kila kitu ni kuvumilia. Tofautisha kuvumilia na kupoteza muda. Kitu kinavumilika ni kile kitu kitapita. Sio unavumilika kitu hakipiti. Hiyo sio kuvumilia tena, hiyo ni kwa kuponda muda. Kujitahidi kamata nafasi yako. Ni nafasi gani ambayo Bwana alikuweka? Katika huduma, ni nafasi gani Bwana alikupa? Ni kitengo gani Bwana alikupatia ukifanyia kazi? Katika kazi za mikono, kazi unafanya nyewe wafanya kazi. Ni kazi biashara specifically. Ni biashara gani Mungu alikupatia uifanye? Angalia kabisa. Sio wote tutauza ndazi. Wengine tutatembeza mayai. Wengine tutauza juisi, wengine tutauza nguo. Kwa ukienda kuuza nguo na kumbe ujui practice makodi za kuuza nguo, utajikuta unafanya kazi na ufaidiki. Haleluya. Kwa asubuhi ya leo Roho Mtakatifu alitaka kupe elimu ya kwamba tambua nafasi yako. Je, nafasi yako ni ipi katika kile unachokifanya? Je, nafasi yako ni ipi katika huduma unayofanya? Je, nafasi yako ni ipi katika jamii? Je, nafasi yako ni ipi shuleni kwako? Je, nafasi yako ni ipi kazini kwako? Je, nafasi yako ni ipi katika mambo ya Mungu? Mungu akubariki sana. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mtumishi wako huu ambaye ataenda kuelewa nafasi yake, kwa sababu unatuamrisha na unatusihi kukaa kwenye nafasi zetu. Leo kazi yako atuifanya vizuri, sababu tuliparamia vitu ambavyo havikuwa nafasi yetu. Asante kwa sababu kuanzia sasa hivi Roho Mtakatifu umetufunulia hiki. Naacha mchana wa leo msikilizaji huu na mtazamaji huu vitangani mikono yako, ukatulinde, ukatuwezeshe katika jina la Yesu.